أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة الحجرات ndio sura ambayo kwamba tumekuwa na tuliweza kuongea kuhusiana na ile aya katika kikao kilichopita, na suratul Hujurat iko na aya 18 na imeshuka mjini Madina. Taban tukirudi katika maulama wetu wameweza kugawanya sura ambazo kwamba zimeshuka Madina na kuna sura ambazo kwamba zimeshuka Makka. Sura ambazo kwamba zimeshuka Makka zinaitwa Makkiya, sura Makkiya, na sura ambazo kwamba zimeshuka Madina tunaita sura Madaniya ama suratun Madaniya, yani sura ambayo kwamba imeshuka mjini Madina. Sasa hii sura ambayo kwamba tumechukua aya hii ambayo kwamba tumesema tutaongea kuhusiana nayo ni sura ambayo kwamba imeshuka mjini Madina, na katika uslub wake katika hii sura imeanza na ya ayyuhalladhina amanu, kama vile pia kuna sura nyingine pia imeanza na ya ayyuhalladhina amanu. Katika aya ambayo kwamba tulisoma, hii aya tutaweza kuigawanya mara tatu, ambayo katika kugawanya huku ndo sasa itaanza bahath yetu na uchambuzi wetu inshallah taala. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ya ayuhan nas inna khalaqnakum, anasema Mwenyezi Mungu, enyi watu, hakika sisi tumewaombeni, min dhakarin wa untha, tumewaombeni kutokamana na mume na mke. Sasa katika aya hii au katika kipande hiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuonesha kwamba al-musawat, nukta kwanza, al-musawat fil khalq, yani hakuna tofauti ya uumbaji baina ya mume na mwanamke, yani baina mwanamume na mwanamke. Mwanamke ni makhluq, ni mtu ambaye kwamba ameumbwa, na mwanamke pia ameumbwa. Mwenyezi Mungu akasema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, tumeombeni nyinyi watu kutokamana na mume na mke. Kisha anaendelea anasema watafadhul an-nas fima bainahum. Nukta pili anaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Kwa hivyo waja'alnakum shu'uban, na tumewajalieni kuwa ni nini? Tumewajalieni kuwa ni makabila, tumewajalieni kuwa ni mataifa, wa qabaila, na makabila mbalimbali. Lengo lake ni nini? Taaruf, ni kujuana. Kwa hivyo lengo la pili la aya hii ni kwamba sisi ni kujuana baina ya makabila na baina ya mataifa. Mataifa zijue mataifa mengine, makabila zijue makabila mengine. Na lengo la tatu ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka katika aya hii na anaishiria katika aya hii ni kwamba inna akramakum 'inda Allahi atqakum, yani hakika mbora wenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye kwamba anayemcha Mwenyezi Mungu zaidi. Kwa hivyo katika ubora ni mizani yake au miayari yake au kitu ambacho kwamba tunasema ni shati lake, ili mtu ajite kwamba yeye ni mbora, ni lazima awe anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haya mambo matatu ndio ambayo kwamba yatakuwa ni kutufungulia safari ya bahath yetu. Ya kwanza uumbaji, ya pili kwamba tuna makabila mbalimbali na tuna mataifa mbalimbali, ya tatu hakuna mbora kati ya hao isipokuwa yule ambaye kwamba anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.